Sululu ni mganga mkuu wa mkoa wa Songwe. Kwa utangulizi tunasema maendeleo ya nchi yoyote, unapozungumzia maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii, hayataweza kufikiwa isipokuwa kwa kuwa na watu, na si lazima au si watu tu, bali watu wenye afya njema. Huwezi kuzungumzia maendeleo ya nchi kama una watu ambao hawana afya njema, kwa sababu tukiwa na watu ambao hawana afya njema, maana yake watu hao hawataweza kuzalisha, na pengine muda wote watakuwa wamelala ndani wakiwa wanaugua, au muda wote au muda mwingi watakuwa wako barabarani kwenda hospitali kutafuta huduma. Sasa ili kuwa na jamii yenye watu wenye afya njema ambayo itawezesha uzalishaji au kuzalisha katika taifa, kila taifa limejiwekea mifumo ya kukabiliana na matatizo ya kiafya, ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiafya kwa wananchi wake, kwa sababu linatambua bila wananchi kuwa na afya njema, manake hata tukijadili maendeleo kwa namna gani usiku na mchana tutaweza kuyafikia. Na nitaongea kwa ufupi sana, kwa sababu tunavyozungumzia afya, achilia mbali tu kwamba yule mtu anaumwa ugonjwa fulani, lakini kuna kingine sio ugonjwa, tatizo kama la lishe. Sio ugonjwa unaoonekana, lakini ni tatizo kubwa sana, lakini kimsingi pia ni tatizo la kiafya. Kwa ni mjumuisho wa mambo yote hayo. Sasa mifumo ya afya au mfumo wa afya, unaweza ukasema sekta ya afya ni sekta ambayo inaundwa na vitu mbalimbali au inaundwa na misingi mbalimbali. Tunapozungumzia mfumo wa afya, tunakwenda kuzungumzia kwanza ni mfumo ambao unahusika na kutoa huduma za afya. Tunapozungumzia mfumo wa afya, manake ndani yake cha kwanza wananchi wanachokitaka ni huduma za afya. Katika ule msingi wa kujenga afya bora kwa wananchi, ni lazima tuzungumzie huduma za afya. Lakini eneo lingine ni eneo la rasilimali fedha. Tutatoaje huduma hizi za afya bila kuwa na fedha? Eneo lingine ni eneo la watumishi. Tunahitaji watumishi, lakini tunahitaji dawa na bidhaa nyingine za afya. Ukienda hospitali, mwananchi wa kawaida akiwa anaumwa, yeye anahitaji akapate kipimo, akapate dawa. Lakini sisi tunaposema bidhaa za afya ni pamoja na vitendea kazi. Kuna sindano, kuna gloves, kuna kitanda cha kulalia mgonjwa. Hizo ndo zinaitwa bidhaa za afya. Kwa tuzungumzie tu kitu kimoja. Lakini pia yako mambo mengine kama taarifa sasa za huduma hizo za afya ziweze kupatikana. Lakini mwisho tunahitaji kuwa na uongozi ambao unaweza kusimamia huo mfumo katika ngazi ya taifa, katika ngazi ya mikoa, katika ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo ndio maana tupo hapa. Kwa hiyo kwa nafasi yangu niko hapa kwa lengo kubwa moja la kusimamia mfumo wa utoaji wa huduma katika mkoa. Sasa katika hizi nguzo 6 nilizozitaja, kwa maana ya fedha, watumishi, huduma zenyewe, dawa, taarifa pamoja na uongozi, leo nimekuja kwa ajili ya nguzo moja ambayo inaitwa fedha. Hapa kwenye fedha, maana yake ili tuweze kutoa huduma bora kwa wananchi, tunahitaji kuwa na fedha. Serikali inahitaji kuwekeza fedha, wananchi wanatakiwa kuchangia fedha, kwa sababu hakuna shortcut. Ili tupate zile huduma, unataka CT scan, unataka sijui x-ray, unataka kulazwa, si lazima hela imetumika? Kwa hiyo duniani kote ni lazima serikali iweke utaratibu wa namna gani fedha ya kuendesha hizi huduma itapatikana. Kwa hiyo ni safari ndefu tangu tumepata uhuru. Uko mwanzo huduma za afya zilikuwa bure kabisa, lakini zinapokuwa bure, wahitaji ni wengi, inawezekana kilichopo kikawa kidogo kisiwatoshe.
Kuanzia miaka ya 90 serikali ikaja na sera ya uchangiaji, kwa maana mwananchi aweze kuchangia kidogo na serikali ichangie sehemu kubwa, kwa maana ya kujenga miundombinu, kununua vifaa, kuleta magari ya rufaa, kuleta dawa, halafu mwananchi anapokwenda kutibiwa basi aweze kuchangia kidogo. Nafikiri hili mnalifahamu. Tuna utaratibu, ukienda hospitali basi unatakiwa kuchangia. Kuchangia maana yake ni kulipia zile gharama ambazo unatakiwa upate zile huduma, lakini gharama tunazochangia si sawasawa na gharama halisi ya ile huduma unayoipata, kwa sababu pale tunaangalia dawa tu, lakini zaidi ya dawa kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinatumika. Katika utaratibu huu wa kuchangia, serikali ikasema tutachangia kwa utaratibu gani? Ikasema tutachangia kwa utaratibu wa malipo ya papo kwa papo, ndio ile unaambiwa kalipie dirishani, lakini tutachangia kwa utaratibu wa bima, na hiyo inaitwa bima ya afya. Manake bima ziko nyingi, kuna bima ya gari, bima ya pikipiki, bima ya nyumba, kadhalika. Sasa tutaja kueleza neno bima maana yake ni nini, hasa kwa muktadha wa eneo la afya. Na huko nyuma tulikuwa na bima aina 3. Tulikuwa tuna bima ambayo tunasema mfuko wa taifa wa bima ya afya, ambao uko na walenga zaidi watumishi wa umma, lakini hata watumishi wa sekta nyingine kwenye makampuni ambao wanaamua wanachama wao au watumishi wao wajiunge na ule mfuko. Lakini tulikuwa na bima moja inayowalenga wanajamii wa kawaida ambao hawako kwenye ajira rasmi, ilikuwa ikijulikana kama mfuko wa afya ya jamii, kwa maana ya CHF. Baadaye tukaiboresha ikaitwa CHF iliyoboreshwa, lakini nitaeleza kwa sasa utaratibu ukoje. Sasa nizungumzie dhana nzima ya bima ya afya. Tunaposema bima ya afya ni nini? Amezungumza kidogo mwenyekiti. Bima kwa ujumla wake ni malipo ya kabla. Ni malipo ya nini? Ya kabla ya huduma. Taanza na mfano tofauti na afya. Kama kuna mtu anamiliki gari, anakwenda kulipia bima, na kule kwenye bima kuna viwango tofauti tofauti kulingana na kampuni hiyo ya bima. Bima inakutaka kila mwaka ulipie kiwango fulani, labda ni 500,000. Hiyo pesa huwa hairudi, si ndio? Ila unakuwa umewekeza. Ikitokea ajali, basi ile pesa uliyoweka ikusaidie kupunguza maumivu ya ile ajali. Inawezekana ikawa ni gari limeharibika kidogo, litengenezwe bila kuingia kutafuta tena hela nyingine. Inawezekana limekwisha kabisa, basi ile kampuni ya bima ikurudishie gharama ya kupata gari nyingine bila kuongeza malipo ya ziada. Kwa inawezekana wewe ulilipa shilingi 500,000 kwa mwaka, ikatokea umepata shida, gari yako imeharibika kabisa, inatakiwa inunuliwe nyingine, labda ni ya milioni 20, gari yako itanunuliwa kwa milioni 20 bila wewe kuongeza tena hata senti. Si ndio inavyokuwa jamani? Kwa hiyo hiyo moja kwa moja ndio faida ya kitu kinaitwa bima. Sasa kama utachangia mwaka huu na mwaka ukamalizika haujapata ajali, ile pesa haifanyi nini? Hairudi. Kwa hiyo tafsiri ya bima ni hiyo, kwamba unalipa kabla. Bima ya nyumba wanakuambia ukitoa milioni labda 2 kwa hii nyumba yako, ikitokea imepata ajali ya moto, imeteketea, basi tutakurejeshea gharama yenye thamani ya kujenga nyumba hii tena. Hiyo ni faida, ni hasara? Ni faida kubwa sana. Kwa hiyo ukiwa umeweka hiyo bima, unakuwa huna wasiwasi, hutamani kile kitu kibaya kitokee, lakini una uhakika kwamba kikitokea basi una uwezo wa kupunguza makali yake. Kwa hiyo tukija kwenye bima ya afya, manake ule utaratibu wa kulipia niliyousema kwenye bima, huu ni utaratibu wa kulipa kabla ya kuugua. Kabla ya kufanya nini? Ya kuugua. Hapa nilipo naamini nina nguvu kiafya, ndio maana niko hapa. Kuna mwenzangu amelala kwenye kitanda, hawezi hata kuinuka. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati sahihi wa mimi kulipia bima ya afya, kwa sababu ipo siku nitafanyaje? Nitaugua. Bahati mbaya miili yetu ni kama
ni kama chombo. Gari baada ya kilomita fulani inahitaji kwenda kufanyiwa service. Sasa wewe katika umri nao waona nao hapa, kama hujawahi kwenda kufanyiwa service, hongera sana. Hongera sana. Kwa sababu inawezekana. Service nikimaanisha hujawahi hata kujikwaa ukapata kidonda ukaenda hospitali. Si ndio? Hujawahi kupata hata malaria kidogo ukaenda kupima malaria. Kama yupo basi nakupongeza sana. Kwa hiyo tunajua kabisa miili yetu kila baada ya muda unaweza kupata na tatizo ambalo litakufanya uende hospitali. Kwa hiyo bima ya afya tafsiri yake kwa kifupi sana ni utaratibu wa kulipia kabla ya kuugua, ili itakapotokea unapata shida ya kuugua, basi usianze kufikiria kuhusu pesa. Pesa yako ulishafanya nini? Ulishaitanguliza. Hasara ya kulipia kila unapokwenda, kwanza gharama inakuwa kubwa. Nimetoa mfano, umelipia bima ya gari 500,000. Ikipata ajali inatakiwa ilipwe, inunuliwe nyingine kwa milioni 20. Wakati ulitoa shilingi ngapi? 500,000. Lakini ingekuwa hukulipia, unatakiwa uirudishe ile gari, manake utatakiwa utoe tena cash 1000 ngapi? 20. Sasa kwenye afya ni rahisi. Ukiwa na tatizo ambalo litakuhitaji kwenda hospitali kila baada ya miezi 2-3, manake kila baada ya miezi 2-3 unaingia wapi? Mfukoni. Vipimo, dawa na mambo mengine ukijumuisha, unaweza kukuta unalipa hela nyingi sana kuliko ile pesa ambayo ungelipa mara moja kulipia nini? Bima. Hiyo ndio faida kubwa. Mtakapokwenda huko kwa wanachama wenu na wananchi kwa ujumla, faida ya kwanza ni hiyo. Haulali ukiombea kuugua, lakini unalala ukiwa na uhakika kwamba hata nikiugua sitakuwa na shida ya kumpigia mjomba, shangazi, nani anitumie hela matibabu, kwa sababu tayari nimeshafanya nini? Nimekwisha lipia. Lakini jambo la pili kwenye swala la bima, tunasema ni uchangiaji wa pamoja, kuchangia katika kapu moja kwa ajili ya kujiwekea akiba ya huduma hapo mbeleni. Bima zote. Kule kwenye gari umetoa 500,000. Kama umepata shida unakuja kulipwa milioni 20. Hizo nyingine zimetoka wapi? Eti ndugu zangu, hizo nyingine zimetoka wapi? Zimetoka kwa wachangiaji wengine. Kwa hiyo ni utaratibu wa kuweka kwenye kapu, alafu yeyote anayepata shida analitumia lile kapu kunufaika. Nyinyi nafikiri ni wataalamu sana wa vikoba. Nafikiri mtaelewa vizuri mkiambiwa vikoba, si ndio? Mna mzunguko fulani labda mnaweka laki, lakini ukifika mzunguko wako unapata kamfuko hivi. Unapata kamfuko hivi. Kwa ni kama utaratibu huo. Lakini kwa huku ni kwenye muktadha wa kujiwekeza ili kuhakikisha kwamba unakuwa na uhakika kupata huduma za afya. Kwa kama kwa moyo safi mnachangia kwenye vikoba, na huku hakuna tofauti na huko. Lakini huku mimi nasema kuna faida zaidi, kwa sababu afya yako ndio msingi wa maendeleo ya familia yako na taifa kwa ujumla. Lakini dhana ya bima afya eneo la 3 ni dhana ya kuchangiana. Kama tulivyosema, huyu mtu aliyepata ajali, zile fedha zilitoka kwa wenzake. Mwaka mzima ambao wewe hukupata ajali, fedha yako ile na ya mwingine ilitumika kumgharamia mtu mwingine, si ndio? Si mnaona magari yanapata ajali kila siku? Yule anaenda kulipwa kama alikuwa na bima. Sehemu ya yale malipo anayopewa ni pamoja na hela yako wewe. Na wewe ipo zamu yako. Wanasema leo kwangu kesho. Kwa hiyo ipo siku na wewe utapata shida. Ipo siku na wewe utapata shida na itatumika kukusaidia. Kwenye afya ni hivyo hivyo. Eneo la 3 na hasa linalozingatiwa kwenye mpango mpya huu wa bima ya afya kwa wote ni kitu kinachotakiwa kuzingatia usawa. Usawa kwa maana kwamba aliyechanga pesa nyingi na aliyechanga kidogo, si ndio? Wote wapate huduma zinazofanana au huduma kwa mujibu wa mahitaji. Kwa sababu tukienda hospitali kila mtu ana tatizo lake. Mimi kiasi ninachokatwa kila mwezi nikikitaja hapa unaweza kanionea huruma. Ni kikubwa sana. Ni tofauti pengine na mtumishi ambaye niko naye pale wa ngazi fulani.
Lakini inawezekana nikakaa mwaka mzima mimi binafsi sijaenda kutibiwa hospitali. Siwezi kukaa nikasikitika kwamba yani hela zote zimeenda. Lazima tujenge dhana ya kuwasaidia wengine, aliyechanga kidogo, aliyechanga pakubwa, wote wakienda kupata huduma waweze kupata. Kwa hiyo bima inapaswa kuzingatia usawa. Eneo la 5 ni eneo la huduma bora za afya wakati wote. Ndugu zangu, ni kweli kabisa kwamba kuna wakati tunakwenda kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, kuna wakati tunakuta kitu hiki au kile hakipo kwa siku hiyo. Kinapokuwa hakipo, tunasema huduma bora pale imeteteleka kidogo. Ili tuweze kutoa huduma bora kwa wakati wote, ni lazima ule mfuko tuliousema uwe umetuna zaidi. Kwa maana nyingine, lazima uwe na wanachama wa kutosha. Kama tuko 1,000,000, basi angalau 800,000 wawe wanachangia. Kama una chama cha watu 1,000,000 wanachanga watu 50, hiyo hela itatosha kufanya chochote? Haiwezi kutosha. Kwa hiyo wakati mwingine mtaulizwa maswali, mbona jana nilienda pale kuwa kuna dawa, mbona jana nilienda ikawa hivi. Kwa hiyo tunachotaka ni kwamba ule uchangiaji uwe ni wa watu wote, ndio mtafanikiwa kufika kwenye hiyo hali ya kutokuwa na matatizo makubwa ya upungufu wa baadhi ya huduma kwa wakati fulani. Sasa naomba uishike hiyo point ya kuhitaji fedha za kutosha kwa ajili ya kuwezesha mfuko na huduma zile ziwe bora. Mwisho ni uwajibikaji wa pamoja. Ili jambo hili lifanikiwe, ni lazima tuwajibike kila mmoja kwa nafasi yake. Serikali itawajibika kwa sehemu yake. Ndugu mwenyekiti, nyinyi ni mashahidi. Tunaona leo vituo vya kutolea huduma. Miaka 7-8 iliyopita mkoa huu ulikuwa na hospitali ya wilaya katika halmashauri 2. Halmashauri 3 hazikuwa na hospitali. Hatukuwa na hospitali ya mkoa. Leo halmashauri zote zina hospitali pamoja na, lakini zaidi ya kata karibu 20 na ngapi, 29 zina vituo vya afya ambavyo vina uwezo wa kutoa huduma zile za dharura. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa, na hilo ni jukumu na wajibu wa nini, wa serikali. Lakini pia hii mifuko inayosimamia hizi bima za afya nayo ina wajibu wake. Vituo vya kutolea huduma kule, kwa maana kuna watumishi, ni lazima na wao watimize wajibu wao kuhakikisha kwamba wanatoa huduma kwa kuzingatia miongozo na kwa maelekezo ya serikali, na sisi ndo tuko hapa kwa ajili ya kusimamia hilo. Lakini liko jukumu kubwa la wananchi. Jukumu lao ili kuwezesha kupata huduma bora, na wao wanapaswa kuchangia. Wanapaswa kufanya nini? Kuchangia. Kabla ya mpango nitakaoueleza sasa ulionileta, nilizungumzia uchangiaji wa papo kwa papo, lakini mfuko wa bima ya afya wa taifa, lakini tulikuwa na utaratibu wa msamaha kwamba wale ambao wamethibitika kuwa hawana uwezo walikuwa wanapata huduma kwa njia ya nini? Ya msamaha. Sasa kundi la msamaha likiwa kubwa, maana yake vilivyopo vitakuwa vichache, kwa sababu kama nilivyosema, wachangiaji watakuwa wachache, watumiaji watakuwa wengi. Maana yake unachukua wazee, si ndio? Unachukua wakina mama wajawazito, unakuja watoto chini ya miaka 5, si ndio? Tunakuja watu wenye magonjwa sugu. Kwa hiyo ile dhana ya kutunisha kapu itatimia kweli? Haiwezekani. Na sera inasema hawa watibiwe bila malipo. Si ndio ugomvi tunaokumbana nao? Sasa wakati mwingine mnatuuliza hayo maswali, tunakuwa kidogo tunatumia busara kuyajibu, kwa sababu hali ndio hiyo, kwamba hili kundi sasa ambalo linapata huduma bila malipo likiwa kubwa, manake kile kilichopo kinaathirika. Ndio maana leo unakuta dawa ipo, kesho labda haipo, lakini zile dawa za muhimu zipo. Kwa hiyo nini kinafanywa na serikali? Ni mapambano na jitihada kuhakikisha tunafikia ule usawa, kwamba kila mtu apate huduma bora kwa kuzingatia uwekezaji uliowekwa na serikali, lakini na wananchi wenyewe kuwajibika kwao. Kwa hiyo ikaja na ahadi ya bima ya afya kwa wote. Ikaja na ahadi
ya bima ya afya kwa wote. Msingi wake ni nini, ndugu zangu? Msingi wa eneo hili ni kwamba kila mwananchi anastahili kupata huduma za afya wakati wowote anapopata shida ya kuugua. Kila mwananchi anapaswa kupata huduma za afya, ana haki na anastahili. Kwa hiyo serikali usiku na mchana inakuwa inawaza namna gani tutafikia kiwango hicho cha kila mwananchi kupata huduma wakati wowote. Kwa kuanzia kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka 2020 kuelekea 2025, ibara ya 83 nitainukuu kilichoandikwa pale. Mwaka 2020 iliahidi kuimarisha mfumo wa bima ya afya nchini, ikiwamo mifuko ya bima za afya, ili kufikia lengo la serikali la kuwa na bima ya afya kwa wananchi wote. La kuwa na bima ya afya kwa wananchi wote. Hii ilikuwa ni ahadi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Naomba mjipigie makofi. Sisi huku watoto wenu kwenye serikali tukisikia ahadi kama hii tunajipanga kwamba jamani, tujipange, tayari jamaa wameshaahidi, sisi tunajipanga kutekeleza. Sasa hiyo ilikuwa ni mwaka 2020. Kwa lengo la kufikia adhima hii, Chama cha Mapinduzi kama nilivyosema kiliweka kwenye ilani, lakini pia kwa lengo la kutekeleza ahadi hiyo ambayo ilikuwa kwenye ilani mwaka 2023 kwenda 2025. Mwaka 2023 mchakato wa kuunda sheria ulikamilika na kutungwa sheria ambayo ilitungwa na Bunge na ikawa imetungiwa na kanuni za utekelezaji kufikia mwaka 2024. Kwa ahadi ilitolewa mwaka 2020, lakini sheria ikawa imetungwa mwaka 2023 kwa sababu ahadi kama hiyo huwezi kuitekeleza bila sheria. Na mwaka 2024 sheria hii ilikuwa imeanza kutumika kwa baadhi ya maeneo kwa maana ya vipengele vyake. Sasa katika sheria hii ya bima ya afya kwa wote, mambo mahususi ambayo tunasema ni ya utofauti na utaratibu tuliokuwa nao nyuma ni yepi? Maana mwenyekiti umeniambia njoo uzungumzie bima ya afya kwa wote, lakini kabla hujazungumzia bima ya afya kwa wote lazima uzungumzie nini maana ya bima. Kwa hiyo upande wa bima nimemaliza. Kwa hiyo ni kitu kile sana sana kimeboreshwa. Kwa nini tunasema kwa wote? Nimesema mwanzo bima ya afya, mfuko wa taifa wa bima ya afya sana kwa watumishi na taasisi nyingine, lakini mfuko wa afya ya jamii kwa wananchi wa kawaida, lakini wenye uwezo wa kutoa. Kuna wale wenye uwezo wanachangia kwenye bima zile binafsi za makampuni binafsi, lakini kuna kundi lilikuwa linabaki lenyewe halina uwezo kabisa wa kuchangia. Halina uwezo wa kuchangia. Maana yake kulikuwa hakuna usawa. Ndio mnaanza kukimbizana, tumpe msamaha. Akifika pale anajijueni wa msamaha, akifika dirishani anaambiwa dawa hii kanunue. Sasa huo msamaha tena vipi? Maswali yalikuwa ni hayo. Kwa hiyo kuna mambo yameboreshwa ili kujibu hayo maswali. La kwanza, sheria ya bima ya afya kwa wote imeleta kitu kinaitwa ulazima wa kuwa na bima. Ulazima wa kuwa kwamba sasa ni lazima kila mwananchi awe na nini? Na bima. Ili awe na hiyo bima ni lazima achangie. Ndio jambo kubwa lililowekwa hapa. Kwa hiyo wewe mwenye kadi ya bima, kama una kakako, una dadako ambaye hana bima, ndio ufikishe huu ujumbe kwamba ili tufikie kiwango cha kutoa huduma bora zinazotarajiwa, basi angalau kila mwananchi awe na bima. Jambo la pili ambalo ni mahususi kwenye mpango huu ni ujumuishaji wa wananchi wasio na uwezo. Kumbuka ndo hilo kundi tulikuwa tunasema sasa hawa watatibiwa kwa msamaha, si ndio? Sasa mpango huu unawajumuisha. Sheria sasa inawatambua kwamba wananchi wasio na uwezo basi nao waingie kwenye utaratibu huu wa bima. Sasa watalipiaje wakati hawana uwezo?
tutakuja kwenye utaratibu wa kuwatambua na kuwalipia. Eneo la tatu ni eneo la wanufaika. Bima aliyonionyesha mama hapa, tunaposema wanufaika ni kwamba mimi nikikata bima inamsaidia nani? Wanufaika kwa idadi ni wale wale, ni 6. Bima zote za mwanzo walikuwa ni watu 6 na bima ya sasa ni watu 6. Maboresho au tofauti yake ni kwamba ile bima ya kwanza alikuwepo yeye mwanachama, alikuwepo mwenza, alafu walikuwepo tegemezi 4. Wategemezi wangapi? 4. Katika mpango huu tuna pia wanufaika 6. Yuko mwanachama ambaye ndio mimi au mama hapa, alafu yuko mwenza wake, mke au mume. Sasa mlikuwa na mada ya ndoa hapa, sio wenza, tunaongelea sio wenza. Tukianza kusema wenza sasa utatumalizia mfuko. Hapa tunaongelea mwenza. Kwa wale wenye wenza kwa maana ya wake 2, 3, 4, tutaongelea utaratibu unakuaje. Hapa tunaongelea kichwa kimoja na kichwa kimoja. Kwa hiyo mimi mwanachama, mwenza, halafu wategemezi wasiozidi 4. Kipengele kilichobadilika hapa ni wenye umri wa chini ya miaka 21. Naam, sio 18. Ile ya nyuma ilikuwa 18. Hii imesogeza umri kwa miaka 21. Manake imeongeza wigo wa watu wa kunufaika. Mwanzo ilikuwa wasiozidi 18, ukiwa na 20 imekutoa. Lakini sasa mpaka miaka mingapi? 21. Kwa hiyo ndio faida kubwa ambayo imeweka pale. Lakini pia imechambua hawa wategemezi 4 ni watu gani. Hapa ningeomba mnisaidie sana kupaelewa kwamba ukishalipia, na huu ni utaratibu wa bima kwa ujumla tunaozungumzia, kuna wanufaika, manake ni mwanachama yule aliyechanga kwa jina lake, mwenza wake, tegemezi wasiozidi 4 wenye umri wa chini ya miaka 21 kushuka chini. Sasa hawa tegemezi anaweza akawa mzazi, baba au mama, lakini anaweza akawa mtoto. Hata zamani ilisema mtoto, lakini hii imefafanua mtoto wa kuzaa mwenyewe, anaweza kuwa mtoto wa kuasili. Hujafanikiwa kuzaa mtoto, unaasili mtoto, wanaita kuadopt. Au anaweza kawa mtoto wa kambo. Nimezungumzia mambo ya ndoa hapa. Mimi nalukaluka kidogo na nini, nakuja na mtoto, naambia bana, na huyu naye ni wangu. Anasema huko, yani huko. Kwa hiyo huyo ni mtoto ambaye anajumuishwa hapa, mtoto wa kambo. Kwa hiyo naye anapata hii fursa. Nacho hakikuwepo kwenye utaratibu wa utegemezi mwanzoni. Kwenye hii ya sasa kipo, ni ndugu wa damu. Ndugu wa damu. Ndugu wa damu, tunaposema ndugu wa damu ni yule ambaye ni kaka au dada mliyezaliwa tumbo moja. Huyo anaitwa ndugu wa damu. Sio mtoto wa mama mkubwa, mtoto wa shangazi, si ndio? Si ndugu yako yule, lakini ndugu wa damu, yule ndugu ambaye wewe huwezi kumuoa au kuolewa naye, ndugu wa damu. Maana yake mfuko au bima lazima pia iulinde huu mfuko. Ukiweka tu ndugu yeyote, maana yake kutakuwa na msururu pale. Kwa hiyo tafadhali, kama huna ndugu wa damu hapa, usitafute yoyote. Umezaliwa peke yako, huna kaka, usiseme hii nafasi lazima niijaze hii, mchukua mtoto wa mjomba. Ndugu wa hiyo nafasi iliyobaki wazi ni fursa kwa wengine watakao nufaika na hiyo huduma, kwa maana kwamba mtakuwa mmechangia, lakini mko wachache. Dhana ya bima ni kuchangiana, si ndio? Usitafute matatizo. Yani wewe huna ndugu, kwa nini unabambika?
Kwa hiyo faida katika mfumo huu mpya ni hizo. Mtoto ameelezwa, kuna wengine walikuwa wapati fursa hapa, mtoto wa kambo, si mtoto wa nini, lakini ndugu wa damu mwenye umri ule ule wa chini ya miaka 21. Kwa hiyo kwa ufafanuzi zaidi utaona katika familia, labda ya familia zetu kwa wastani, labda familia ina watu 8, mama baba, alafu mna watoto 6. Baba mama, mna watoto wangapi? 6. Utafanyaje pale? Kwa sababu tunataka tuishie 4, lakini una ndugu wa damu mwenye umri wa chini ya miaka 21, wako 2, lakini una mama yako bado yuko hai na una baba yako bado yuko hai, si ndio? Unafanyaje? Mimi hapa ndo mwanachama, niko na mke wangu, tuna watoto 6. Kwa hiyo kwenye hii namba hata watoto wenyewe hawatoshi, kwa sababu tayari mimi nimeingia, mwenza kaingia, katika 6 unatakiwa uchakue 4. Lakini kuna mdogo wako, si ndio? Kuna dada yako naye ana shida kweli kweli lakini una mama yako kipenzi, au na jamaa yako, baba yako. Naomba nizungumzie eneo ambalo tunasema namna ya utaratibu mwingine ambao unazungumzwa kwenye bima hii au mpango wa bima afya kwa wote. Kuna kitu kinaitwa skimu ya bima ya afya, skimu za bima ya afya. Huko nyuma tulikuwa tuna mfuko wa taifa wa bima ya afya, mfuko wa afya ya jamii, bima ya afya binafsi. Sasa hii imetengeneza jina moja, kuna kitu kinaitwa skimu, kinaitwa skimu. Ndani ya hizo skimu tuna skimu ya bima ya afya ya umma na skimu ya bima ya afya ya binafsi. Skimu ya bima ya afya ya umma na skimu ya bima ya afya ya binafsi. Kwenye skimu ya bima ya afya ya umma ni ile ile iliyokuwa mfuko wa taifa wa bima ya afya, ndio utaitwa skimu ya bima ya afya ya umma. Kwa ile NHIF iko vile vile, haijabadilika. Kuna maboresho tu kwenye sheria yake ili iendane na hii, lakini ile ile ndio itakuwa hivyo. Waliokuwa wanachama wa NHIF automatically tayari wako kwenye mpango wa bima ya afya kwa wote. Kwa hatuhitaji kwanza mabadiliko, kwa sababu ule mfuko ndio umejigeuza, ndio ule mfuko wa taifa wa bima ya afya. Huku ni skimu ya bima ya afya ya umma, ni kitu kile kile. Bii yake ni skimu ya bima ya afya ya binafsi. Hatutakuwa tena na CHF. CHF imejumuishwa humu kwenye skimu ya bima ya afya ya umma. Tunaelewana ndugu zangu? Ndio. Kwa hiyo hatutakuwa na masuala yale ya CHF. Kitu kingine ambacho ni mahususi, na hiki ni kitu cha 5, eneo la 5. Nimezungumzia ulazima wa kuwa na bima, nimezungumzia ujumuishaji wa watu wasio na uwezo, nimezungumzia wanufaika, nimezungumzia skimu. Sasa namaliza sehemu ya mwisho, ni vitita vya mafao. Ukisikia neno kitita cha mafao, niligusia neno vikoba, sio? Kabla hujaingia kwenye kikoba, si unauliza maswali, hivi kiingilio shingapi? Ni 50,000. Tunalipa kila baada muda gani? Kila mwezi. Alafu mimi nakuja kupata lini na napata kiasi gani? Mafao hayo, si ndio? Je, ni kifa mimi mwanachama, mchango wangu unakuaje? Sema huu atapewa mwanao, atapewa. Kwa hiyo ni kama wanufaika, lakini kitita cha mafao ni huduma utakazozipata kwenye hicho ulichochangia. Kwa hiyo vitita vya mafao ni package ya huduma utakazozipata ukienda hospitali. Ndio maana kitita cha nini? Cha mafao. Sisi watu ulizi sana, lakini wenzetu walioendelea kabla hajajiunga na ile bima, naangalia ukiumwa hivi utapewa hivi, utapewa. Tunaposema kitita cha mafao, sio tu sindano utakayochomwa, kidonge utakachomezeshwa, ni pamoja na utakapolala. Mkienda kwenye hospitali fulani fulani, wakisema jengo la bima ni lile, unakuta liko tofauti labda na huku, si ndio? Kwamba utalala pale, utaivi, kuna air condition pale, utakuwa na nafasi ya kukutana na mwenza wako kama unaumwa, anakaa pale pale. Ukija huku kwetu tunaambia mama saa 12 nenda, mwache mzee hapa wewe si ndio? Sasa kwenye bima kuna, kwa sababu
kile chumba kitakachokuwezesha kuwa na kitanda cha ndugu yako kuja kukuona, si umechukua nafasi ya watu wengine? Sasa katika utaratibu ambao sio wa bima tunasema wahitaji wako wengi, hapa ni mmoja tu, kitanda kimoja tu akiwatoshi wote. Lakini kulingana na ile bima yako kuna vitu vingi vinaongelewa. Sasa ndugu yangu, katika hili tutakuja kuonyesha viwango vingine vya mifuko mingine ni vikubwa kiasi gani, ni kutokana na huduma tofauti tofauti. Na hizo huduma tofauti tofauti sio tu za tiba na dawa na nini, ni kutokana na yale mazingira utakwenda kuwekwa pale. Lakini kitita cha mafao nitakachokizungumzia nitakizungumza baada ya kutoa namna ya kujiunga ama sifa za kujiunga kwenye mifuko hii. Na mwenyekiti, ndio eneo la mwisho, naelekea mwishoni kabisa, niwaombe wajumbe wasichoke. Tukianza na hii skimu ya bima ya afya ya umma kwa maana ya mfuko wa taifa wa bima ya afya. Kwa mujibu wa sheria, watumishi wote wa umma na baadhi ya kampuni binafsi, inawezekana ni zile ambazo serikali ina hisa kwa 30% au kampuni nyingine ambazo zitaamua kujiunga na utaratibu huu. Kwa ukiangalia sisi wafanyakazi wote tuko kule. Kwa mfano nilionyesha mimi ni kwamba kwa mujibu wa sheria ukishaajiriwa serikalini au kwenye taasisi fulani, basi ile taasisi inawajibika kuhakikisha wewe umejiunga kwenye nini. Kwa sisi tumepata, wanasema kwa kizungu privilege, yani tumepata kaupendeleo kwamba baada. Lakini pia familia au mtu yeyote anayeamua kujiunga kule NHIF ana uwezo huo, kwa sababu viko vitita vitakwambia wewe lipia kiasi fulani. Lakini pia hata mwananchi asiye na uwezo, ndio maana leo tunaongelea bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo huyu naye atajiunga pale. Huko nyuma hatukuwa na msamaha kwenye bima ya afya. Leo hii hawa watu wasio na uwezo wataingia kwenye utaratibu huu, watanufaika na zile huduma ambazo mimi nazipata, ili kuleta nini? Usawa. Lakini kwa utaratibu gani wa malipo ndio kitu kipya kingine tutakachokizungumzia hapa. Kwenye skimu ya bima ya afya ya binafsi, hii kama inavyojieleza ni kampuni binafsi, imepewa kibali, imeanzisha tu utaratibu wake wa bima. Inatangaza pale, mimi ukijiunga kwangu kiwango ni hiki, na ukijiunga kwangu kiwango ni hiki, lakini faida utakazozipata ni hizi na hizi na hizi na hizi. Ukiumwa utapewa hiki na hiki na hiki na hiki. Ukiumwa hivi na hivi na hivi. Si ndio ndugu zangu? Haya mahospitali makubwa, kwa mfano bima yangu nikienda pale Aga Khan, nikienda Muhimbili natibiwa bila shida, nikienda Aga Khan natibiwa, lakini ziko huduma nasema kwa hii kadi yako hii inawezekana hii huduma usipate. Aidha uongezee kidogo au la. Lakini ukiwa na bima fulani ambayo umelipia hela nyingi sana, basi unaweza ukapata na pale. Lakini huduma hiyo inaweza kuwa inapatikana Muhimbili au wapi ambao. Kwa hiyo unachagua. Kwa hii ni binafsi. Lakini pia mtu binafsi ana uwezo wa kujiunga kwenye hiyo bima ya binafsi kwa sababu ni uwezo wako. Yaani moja ya huduma utakazozipata kule kulingana na gharama utakazochangia. Kuna watu wanachangia mpaka milioni 3 kwa mwaka. Kwa hiyo ni hizo zote ni aina ya bima. Sawa sawa? Je, mnataka serikali walipie watu wote wapewe rufaa kwa ndege? Sio tu hata kama inaweza, je, yani ni sahihi? Kwa hiyo tufanye kile ambacho kitawapa faida watu wengi kwa hela kidogo. Hiyo inahudumia watu wachache kwa hela nyingi. Kwa sisi tunaangalia faida. Kwa hiyo sasa viwango. Kwenye hii ya mfuko wa taifa au skimu ya bima ya afya ya umma NHIF kule, kwa upande wa watumishi sisi tunalipia 6% ya mshahara wetu. Mtumishi anakatwa 3%, mwajiri anachangia 3%. Kwa hiyo mimi nikivuta salary slip yangu kuna sehemu imeandika kiwango cha bima. Naomba twende kwenye tofauti. Tofauti ni kwamba hii nakatwa kila mwezi. Nakatwa kila nini? Kila mwezi. Kwa mfano 128 hivi. Ni 128 kila mwezi. Kwa mwaka ni zaidi ya milioni na point. Kutokana na kiwango chako cha mshahara, mwingine mpaka milioni 3. Tutakuja kuona hiyo ambayo tunaifanya sasa. Lakini pia kwa hawa watu wa makampuni au hata sisi, kuna kiwango kingine kitakachowekwa na mfuko. Maanake kama unataka
huduma za ngazi fulani fulani, ndio vitita hivyo. Lakini kwa watu kwa bima binafsi nao wataweka viwango vyao. Sasa nije kwa kundi la watu wasio na uwezo. Sasa nao tumeona wana sifa ya kuwa wanachama huko kwenye NHIF. Kundi la watu wasio na uwezo, kiwango chao ambacho ndani yake ni kitita chenye huduma zaidi ya 372, huduma za msingi kabisa, wao kiwango chao ni shilingi 1,500,000. Na utaratibu huu kwenye sheria ili uanze kutumika ni kwa mujibu wa ahadi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kipindi cha kampeni za uchaguzi wa mwaka jana. Ndio alisema sasa tunakwenda kuanza kutekeleza sheria hii, lakini kwa kuanza na makundi ya watu wasio na uwezo, makundi maalum yasio na uwezo. Shika huo mstari. Unajua hata ile ya mwanzo mama mjamzito, si ndio? Bure. Ilikuwa lazima awe hana uwezo. Kwa sababu kama mama mjamzito ni mfanyakazi, si ana bima mama? Bima yake inatumika. Kwa hiyo ndio maana mahali fulani fulani kwa tusema sasa wewe kwa nini usichangie na wenzako wakapata huduma? Ndio ile sema mbona mama mjamzito ameambiwa change? Lakini dhana ni ile kwamba kama una uwezo wa kuchangia, changia kwa huduma yako na huduma ya mtu mwingine. Sasa hapa serikali imeamua kumaliza mzozo huo. Hawa watu wote wasiokuwa na uwezo watalipiwa kwenye kile kitita kinachoanza na huduma 372, na fedha hizo zitatolewa na serikali kwa kundi la watu wa makundi maalum wasio na uwezo. Ofisini pale tunapofanya kazi yupo mlemavu, lakini si yuko anafanya kazi, ni kundi maalum lakini ana uwezo. Sio huyo, huyo haingia hapa. Huyo hafanyeje? Haingia hapa. Mama mjamzito, mwalimu, style ana bima hii, yeye atalipa kila mwezi, atalipa kila mwezi. Mzee RMO mstaafu ni mzee, kwa sababu makundi aliyosema Mheshimiwa Rais anasema wakiwemo wazee, watoto, wajawazito na watu wenye ulemavu. Kwa kila kundi lazima tuseme okay, yuko kwenye kundi maalum lakini hana uwezo. Huyu anaingia kwenye mpango huu wa kulipiwa na nini? Na serikali. Lakini ana uwezo, maana yake atalipia kwa utaratibu ambao upo. Sasa kwa kumalizia, sasa hizi huduma 372 zinajumuisha huduma zile za kufungua faili, kuonwa na daktari, lakini pia huduma za maabara na radiolojia, huduma za upasuaji mdogo na mkubwa, huduma za dawa na vifaa tiba. Ndio huduma za msingi. Ukienda pale utahitaji vipimo, ziko. Utahitaji dawa, ziko. Utatibiwa katika ngazi zote, kwa maana ya zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa, hospitali ya kanda, hospitali ya taifa, lakini kwa kuzingatia utaratibu wa nini? Wa rufaa. Kwamba utatoka hapa utapewa rufaa kwenda hapa, utapewa rufaa kwenda hapa. Yako matatizo yakikutokea, unajikuta karibu ni hospitali ya kanda, utakwenda. Karibu ni hospitali ya mkoa, utakwenda. Lakini yako matatizo, basi utakaambiwa bwana, hapa huduma hii hatuwezi kuitoa, tunakuandikia, unaenda kituo cha juu, bima yako inaendelea kutumika. Kuna rufaa inaweza ikawa sio wewe unakwenda, bali kipimo kinachukuliwa, kinapelekwa kule, kinafanyiwa kazi, majibu yanarudi, unakuja kupata huduma zako pale. Kwa hiyo utaratibu wa nini kinafanyika kule uko vizuri kabisa. Tuko pamoja mwenyekiti? Mimi nawashukuru sana. Sasa kitita hiki kimewalenga watu wote, lakini kwa sasa serikali imeamua kugharamia wote wasio na uwezo kutoka makundi hayo yaliyotajwa, na utaratibu wa kaya hizo kutambuliwa. Kaya zisizo na uwezo lazima zitambuliwe. Mheshimiwa Rais akasema tukianza zoezi la kuanza kutambua sasa tunaweza tukachukua muda. Wako ambao tayari wamekwisha tambuliwa kupitia utaratibu wa TASAF. Kaya maskini zinajulikana.
kwa idadi yake zinakadiriwa kufikia zaidi ya milioni 3,900,000. Kwa hiyo tumepanga au amepanga serikali ianze na usajili wa hawa au wa hizi kaya maskini zaidi ya milioni 3,900,000. Na zoezi hili la kuwatambua sasa hawa ambao wako tayari kwenye register ya kaya maskini nchi nzima, kuanzia mwezi wa 12 mwezi wa kwanza tayari mikoa imeanza kufanya usajili. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza sio wote wa milioni 3. Awamu ya kwanza nadhani kwenye I don't know milioni 8 mpaka 15 I think. Kwa mkoa wetu wa Songwe idadi ambayo imepangwa kuanza nayo ni kaya 4,911 zenye wanufaika 21,378. Kaya moja, tumesema kuna watu 6. Kaya moja. Kwa hiyo kwa namna ya usajili wanaofanya kule kwenye kaya maskini kwenye TASAF wanajua kabisa mzee huyu ana wategemezi wangapi, mtu huyu ana wategemezi wangapi. Kwa hiyo ni kaya 4,911 na jumla ya wategemezi ni 21,378. Hadi kufikia tarehe 3 mwezi wa 3 tulikuwa tumekwisha sajili wanufaika 4,340 ambao ni sawa na 20%. Lakini kazi hiyo inaendelea na nadhani mpaka kufikia leo inawezekana tuko mbali zaidi. Na malengo ambayo tumejiwekea ilikuwa ni mwezi huu wa 3 hawa kaya 21,000 tuwe tumemaliza usajili wake. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo nitawaomba mlifanyie kazi mkitoka hapa, hili zoezi linaendelea katika maeneo yenu. Kule Momba linaendelea, kule Songwe linaendelea. Wanachokifanya wameshavuta kumbukumbu zao, tunao hawa. Kwa hiyo wameshachukua wale 1000 ngapi mgawanyo wa kila halmashauri. Kwa wakifika pale wanamtafuta mtu husika mpaka wanamfikia. Ambacho tumeomba kifanyike kwenye halmashauri kwa sababu ile kazi inafanywa na wenzetu wa NHIF ni wachache. Tukisema tusubiri watembee kitongoji kimoja mpaka kingine inaweza kuchukua mwaka mzima. Kwa halmashauri zimeelekezwa kuona uwezekano wa kurahisisha hili zoezi kwa kuwatumia wataalamu wa halmashauri. Kitengo kile cha maendeleo ya jamii wako wale waratibu wa TASAF, na ule mradi wa TASAF ulitoa mpaka magari kwamba yatumike kusaidia, kwa sababu zile takwimu wanazo, ili kuweza kutoa taarifa mapema kwa viongozi wetu ngazi ya vijiji, viongozi wetu ngazi ya vitongoji, ili wale wananchi ile timu inapopita wakusanyike katika eneo moja kwa urahisi ili tufanikishe usajili wao. Kwa huko mnakokwenda, mimi niwaombe mkifika pale halmashauri ulizeni wale wataalamu wanaohusika na hili zoezi, kwa sababu wako pale, ili kama mna namna ya kusaidia kufikisha ujumbe kule kwa wananchi wenu, kwa wale ambao wako kwenye mradi huu, sio wapya zoezi litakuja baadaye. Wale ambao tayari wapo basi wajitokeze ili waweze kusajiliwa, hatimaye tumalize hili zoezi la kwanza. Kwa hiyo kwa waliopata kadi kuanzia mwezi Januari, Februari hasa, kwa sababu ukishapata kadi hii itaanza kutumika baada ya mwezi mmoja. Kwa hiyo tunawatarajia ndani ya mwezi huu wa 3 mpaka mwezi wa 4 wataanza kunufaika. Na kwa kutambua kwamba inawezekana tukawa nao wengi, wanachama wameongezeka sasa. Unajua kupata kadi ya bima kwa mtu ambaye alikuwa hana uwezo inawezekana ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo siku akiipata anaweza kwenda kuitesti kwamba inafanya kazi. Kwa hiyo sisi tuko tunawasubiri. Anaweza akaja tu kusema mimi mgongo huwa nikiamka kidogo mgongo hata siusi kama uko vizuri, kwa sababu anajua na nini? Ana bima. Kwa hiyo tuna mambo kadhaa ambayo tumeyafanya, mafunzo kwa watumishi wetu kuhakikisha kwamba wako tayari, lakini usajili wa vituo kwenye mfumo maalum wa bima ya afya kwa wote kupitia TIRA. Kituo hakiwezi kurudishiwa fedha kama kitakuwa kijasajiliwa. Vituo vyetu vyote vimesajiliwa, lakini hawa NHIF wamefanya zoezi maalum la kupita kituo kwa kituo kujiridhisha na mazingira ya kila kituo kwamba yako vizuri kwa lengo la kutoa huduma. Kama mnavyofahamu, hali ya uwepo wa bidhaa muhimu, tunashukuru Mungu, hali sio mbaya, ni hali ambayo inawezesha kabisa, na watakapokuja hiyo ni hela, kwa sababu ili wasajiliwe serikali imeshatoa hela kupeleka NHIF. Kwa hiyo wakija kutibiwa, hela zile zikija, manake tunakwenda kununua dawa. Kuna utaratibu utakaotumika. Huko nyuma ilikuwa vituo vinaona kwanza wagonjwa, vikishaona wagonjwa mwisho wa mwezi wanakusanya zile fomu.
wanajumlisha kila fomu imetumia shilingi ngapi. Zile hela tunaenda kuomba kutoka NHIF zinaweza kukaa miezi 2 mitatu kuja. Hiyo nayo ilikuwa ni changamoto. Kupitia sheria hii kuna kitu kinaitwa capital payment, kwa maana kwamba vituo vitakuwa vinapewa fedha kwanza, alafu vitakuwa vinarudisha ripoti kwa namna ya vilivyotibu. Umeona utaratibu? Kwa hiyo vituo vitapewa hela ili kusiwe na sababu ya kusema dawa nini hakuna. Kwa hiyo tukipewa pesa tunakwenda kununua dawa na kuhakikisha kila kitu kipo. Baada ya hapo sasa ni sisi kutunza mahesabu vizuri. Mwisho wa mwezi tunawapelekea, mlitupa milioni 10 kwenye kituo hiki, mwezi huu tumetibu milioni 5, bado unatudai ngapi? 5. Tukimaliza tena anatupa tena, ni kama mtaji, ni kama vituo vimepewa nini mtaji, ili tusije tukapata changamoto ya kusema vituo havina pesa. Sawa sawa wajumbe wangu? Afya ni muhimu sana. Kama wewe unayo, jitahidi sana kuhakikisha familia yako yote iko chini ya bima, lakini pia jitahidi ndugu zako nao waingie kwenye utaratibu wa bima. Sasa kuna mtu anaweza kauliza, mbona nilisikia kuna bima ya shilingi kadhaa, kuna bima sio ya nini? Hapo tumetaja ile makundi maalum, na ambayo tutaanza na wale ambao kwenye mfumo wa TASAF. Hata kama una mzee wako unamfahamu anastahili kuingia kwenye kaya maskini, kama alikuwa bado hajasajiliwa mwambie asubiri, kwa sababu wakisha malizika hawa ndio wataanza kutambua wapya. Faida ya kutumia hiyo 150,000 ambayo mtu yoyote anaweza kaenda akalipia kwa kitita hicho, sio lazima awe ambaye hana uwezo. Mtu yoyote anaweza kwenda kukata kwa kitita hicho. Faida yake ni kwamba hiyo 150,000 itakuwa ni kwa mwaka. Mimi ambaye nakatwa moja kwa moja kwenye mshahara ni kila mwezi. Kwa hiyo utajikuta mimi nalipa hela nyingi sana kilinganisha na hiyo 150,000 kwa mwaka kwa watu 6. Hebu kama mtu anajua kupiga hesabu agawanye 150,000 gawanya kwa 6, ili tujue mtu mmoja amewekewa akiba ya bima kwenye afya kwa shilingi ngapi? 25. Shilingi ngapi? 25. Shilingi 25 kwa mwaka. 150,000 kwa watu 6, maanake ni sawasawa na shilingi 25,000 kwa mtu mmoja kwa mwaka. Yaani mtu yoyote katika wale 6 akiumwa anaenda kupata huduma. Mwingine akiumwa kesho kwa 25,000. Lakini mama hapa ananiambia 100,000 tu kwenda kutibiwa haitoshi, mtu anatoa mpaka 200,000, watu wanauza mpaka mashamba. Kwa hiyo ulipaji wa papo kwa papo kwanza ni chanzo cha umaskini. Mimi na ushahidi wa watu ambao ili amtoe mgonjwa wake ileje amfikishe hospitali ya mkoa, wanaenda kupima kipande, wanauza milioni 1 pale, kwa sababu hakuna namna. Sasa ili kuisaidia serikali na kutusaidia sisi wenyewe, basi tuone uwezekano, tuwahimizi wananchi hawa wakaya maskini watalipiwa na serikali, lakini wako watu ambao wana uwezo wa kutoa hiki kiwango. Sasa vitita vingine ni pamoja na wanafunzi. Watoto wenu wanasoma, utasikia wanaambia atoe hela ya bima, si ndio? Huwa mnachangia shilingi ngapi? 50,400. Kwa hiyo nafikiri mnaifahamu hiyo kwa sababu hawa ni wale ambao ni zaidi ya miaka 5. Wakizidi miaka 5 pengine wanaingia kwenye kile kipengele kingine. Lakini iko nyingine, kifurushi kingine kinaitwa Total Afya Card. Total Afya Card nacho ni 150,000. Una mtoto wako wa chini ya miaka 18, sasa itakuwa ni 21. Wale waliozidi basi naye ana utaratibu wa kulipiwa 150,000. Kipo kitita kingine, hivi vinavyofuata vina majina sasa ya vivutio. Kinaitwa Tarangire. Hichi kinaanzia 168 mpaka 843. Kuna kingine kinaitwa Ngorongoro. Kinaanzia 240 mpaka 1,890,000. Kuna kingine kinaitwa Mikumi. Kingine hichi ni 432 mpaka 1,300,000 kwa mwaka hiyo. Lakini kuna mtu analipa 150,000, si ndio? Kingine kinaitwa Serengeti. Kinaanzia 660 mpaka 500,000, 454,000. Kingine kinaitwa Tanzanite. Kinaanzia 1,500,000 mpaka 1,11,400,000. Na kuna watu wanalipa.
Milioni 11. Milioni 1.5 mpaka milioni 10. Hiyo ndo Tanzanite. Kwa mama unatafuta Tanzanite. Unataka. Ukienda pale pengine unapewa mhudumu wako peke yako. Anakuwa tu yuko pale. Hatoki. Kama una mtoto unampenda sana, huyo naye aje nilale naye wakati unaumwa. Labda kuna TV pale. Unaendelea kuangalia zile tamthilia. Aina ya chakula. Si ndio? Kwa maana nyingine umelipia zaidi ya dawa. Si ndio? Manake umelipia zaidi ya nini? Kwa hiyo usije ukasema kwa hiyo mbona hawa ndio wanapata huduma nzuri sana. Ni kweli kuna vitu vimezidiana, lakini ukiangalia vingi ni kwamba unakaa sehemu ambayo uko peke yako, muda wote mtu anakuja kukusalimia. Lakini huwezi kuwa kwenye wodi ya tuko hapa wote afu wewe mamako aje dada, sasa utatusumbua na sisi wengine. Kwa hiyo kama hutaki kukaa hapa utalipia huko uende huko, lakini kwa kifupi zote ni huduma bora. Kwa hiyo hiki kifurushi kinaongelea huduma utakazozipata kwenye majengo ya hospitali katika ngazi zote. Na majengo yetu ni mazuri sasa hivi. Hospitali zetu kwani hamzioni? Naziona. Sisi ziko vizuri? Asante. Kwa hiyo mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba kuwashukuru kwa kunisikiliza. Hatua za msingi kabisa ambazo tumeeleweshwa, ni rahisi hata sisi kuambia wanawake wenzetu na wananchi wengine kuhusu bima ya afya kwa wote. Kama alivyosema toka mwanzo kwamba unatoa pesa au unachangia kabla ya kuhudumiwa ili ikusaidie utakapokuwa huna kitu. Na ni kweli kutibiwa wakati unatafuta fedha unaleta umaskini. Wakati mwingine unakuwa ulipanga hiyo fedha kwa ajili ya kwenda kuweka mbolea shambani, ugonjwa unakuja ghafla, unachukua zile fedha, mahindi yanakuwa mekundu shambani kwa sababu ulienda kutibiwa. Lakini ukiwa na bima inakuwa ni rahisi, wewe unaenda kutibiwa, mashamba yanaendelea kuwekwa mbolea shambani. Sawa ndugu zangu? Mimi nikitolea mfano, mimi bima ya afya imenisaidia sana. Wakati nilipopata changamoto mwaka 2023, nyewe mnakumbuka niliugua mpaka nilienda kutibiwa Moi. Ni bima ya afya ndio iliyokuwa imesimama. Gharama zingine ni hizi za kwamba tumeenda na gari, sijui vyakula nini, lakini nimetibiwa kwa bima mwanzo mwisho. Kwa bima ya afya ilinisaidia sana. Huku nyumbani mashamba yaliendelea, nyenjele wakaendelea kuweka mbolea, huku wakaendelea kuweka mbolea, lakini kama nisingekuwa na bima ina maana ningetumia gharama kubwa sana. Kwa mimi Dokta nikushukuru sana kwa ajili ya mada hii. Sisi kama wanawake wa mkoa wa Songwe tumeelewa na tutaendelea kwenda kwa wanawake wenzetu kuweza kuwafafanulia juu ya bima ya afya kwa wote. Na afya ndiyo mtaji. Ukiwa mzima unaweza ukafanya maendeleo kama Dokta alivyosema. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tushike hii sasa, tutaenda nayo kwenye mawilaya yetu. Na waheshimiwa madiwani, madamu mko hapa, ninyi mnakuwa na ziara nyingi, mnakuwa na vikao vingi, tunaomba tuibebe hii ajenda ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuliweka taifa hili kuwa na afya, kuwa na uzima ili tuendelee kupata maendeleo. Nikushukuru sana Dokta, asante.